Taarifa mpya kutoka kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo imezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kanda yake ya Serengeti imetoa tamko rasmi kikilaani kuendelea kushikiliwa kwa mwenyekiti wake wa taifa Tundu Lissu, kikidai kuwa kuna ucheleweshaji usio na msingi katika mwenendo wa kesi inayomkabili pamoja na kukosekana kwa uwazi wa kutosha katika mchakato wa kisheria. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na mwenyekiti wa kanda ya Serengeti Lucas Ngoto, chama hicho kimeeleza kusikitishwa na hali hiyo, kikisema kuwa mwenendo wa kesi hiyo unaibua maswali makubwa kuhusu dhamira ya utoaji haki nchini Tanzania. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kucheleweshwa kwa kesi bila sababu zilizo wazi kunachangia kupungua kwa imani ya wananchi katika mfumo wa haki. Na katika maelezo yake, Chadema imesisitiza kuwa ni jambo lisilo la kawaida kwa kesi inayomhusu kiongozi wa juu wa kisiasa kuchukua muda mrefu bila hatua za haraka za kisheria kuchukuliwa. Hatua hiyo imeeleza kuwa kila mwananchi, bila kujali hadhi yake ya kisiasa au kijamii, anapaswa kupata haki kwa wakati na kwa usawa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kwa mujibu wa msimamo wa chama hicho, kucheleweshwa kwa kesi ya Lissu kunatoa taswira uwepo wa changamoto katika uendeshaji wa mfumo wa haki, na ni hali inayoweza kuathiri taswira ya nchi katika masuala ya utawala bora na heshima ya haki za binadamu. Aidha, chama kimesema kuwa haki iliyocheleweshwa ni sawa na haki iliyonyimwa, na kauli ambayo imekuwa ikitumika mara kwa mara katika mijadala ya kisheria na haki za kiraia. Tundu Lissu, ambaye ni mwanasheria kwa taaluma na mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa, ametajwa na chama hicho kuwa anastahili kupewa haki sawa na raia wengine wote kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Chadema imeongeza kuwa kuendelea kushikiliwa kwake kwa muda mrefu bila mwenendo wa kesi ama wakasi wa kesi unakiuka misingi ya haki, demokrasia na utawala bora. Na katika muktadha wa sheria, Chadema imeeleza kuwa mchakato wa kesi unapaswa kuzingatia misingi ya uwazi, usawa na ufanisi ili kuhakikisha kuwa haki inapatikana bila kucheleweshwa. Chama hicho kimeonya kuwa endapo hali hiyo itaendelea, basi inaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za utoaji haki pamoja na kuibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa mihimili ya dola. Mbali na masuala ya kisheria, chama hicho pia kimeibua wasiwasi kuhusu hali ya afya ya Tundu Lissu, na kimekumbusha kuwa mwaka 2017 Lissu alinusurika tukio la kushambuliwa kwa risasi lililomwacha na majeraha makubwa ya kudumu yanayohitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hali ya afya ya Lissu inahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara kutoka kwa wataalamu wa afya, na kuendelea kushikiliwa kwake kunaweza kuathiri upatikanaji wa huduma hizo kwa wakati. Na kwa hiyo, Chadema imeonya kuwa kukosekana kwa huduma stahiki za matibabu kunaweza kusababisha madhara zaidi kwa afya yake, na hali ambayo inaweza kuepukika iwapo hatua za haraka zitachukuliwa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa ucheleweshaji wa kesi hiyo unaongeza shinikizo la kisaikolojia pamoja na mateso kwa mhusika, na ni jambo ambalo linaweza kuathiri hali yake ya ujumla ya kiafya. Na chama kimesisitiza kuwa haki inapaswa kutendeka kwa wakati ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza kwa mtu anayehusika katika kesi hiyo. Aidha, Chadema imelaani kile ilichokitaja kwa ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu dhidi ya kiongozi huyo, na miongoni mwa madai yaliyotolewa ni pamoja na kuwekwa chini kwa ulinzi mkali na uangalizi wa kamera muda wote, alinayodaiwa kuingilia wa faragha yake binafsi. Chama hicho vilevile kimeeleza kuwa mazingira hayo yanaweza kuathiri haki za msingi za mtu, ikiwa ni pamoja na haki ya faragha na heshima binafsi. Aidha, kimeeleza kuwa mazingira ya mawasiliano kati ya Lissu na mawakili wake hayatoi uhuru wa usiri unaotakiwa kisheria, na ni jambo ambalo linaweza kuathiri uwezo wake wa kupata utetezi wa haki.
Na kwa mujibu wa misingi ya sheria, mawasiliano kati ya mteja na mawakili wake yanapaswa kuwa ya siri na yasiyozuiwa ili kuhakikisha kuwa haki ya utetezi inalindwa kikamilifu. Chadema imesisitiza kuwa kukosekana kwa mazingira hayo kuna kiuka haki ya msingi ya mtu kupata uwakilishi wa kisheria unaofaa. Na katika tathmini yake, chama hicho kimeeleza kuwa hali hiyo inaibua maswali kuhusu utekelezaji wa haki za binadamu na utawala wa sheria nchini. Kimesema kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kuwa haki zote za msingi zinalindwa bila kujali mazingira ya kisiasa au kijamii ya mhusika. Kwa upande mwingine, Chadema imeeleza kuwa suala hilo lina umuhimu mkubwa katika muktadha mpana wa demokrasia nchini Tanzania. Chama kimeonya kuwa hatua zozote zinazoonekana kukiuka misingi ya haki zinaweza kuathiri mazingira ya kisiasa pamoja na imani ya wananchi katika mifumo ya uongozi. Na katika hitimisho lake, Chadema kanda ya Serengeti imetoa wito kwa mahakama pamoja na mamlaka zote husika kuhakikisha kuwa kesi hiyo inashughulikiwa kwa haraka, kwa uwazi na kuzingatia kikamilifu misingi ya katiba ya Tanzania. Na chama hicho kimesisitiza kuwa heshima ya sheria na haki za binadamu ni msingi muhimu wa ustawi wa taifa na ni wajibu wa taasisi zote kuhakikisha kuwa misingi hiyo inalindwa wakati wote. Aidha, kimeeleza kuwa utekelezaji wa haki kwa wakati ni sehemu muhimu ya kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla, tamko hilo linaakisi msimamo wa chama hicho katika kutetea haki za kisheria na misingi ya demokrasia, huku likitoa wito kwa taasisi husika kuchukua hatua zinazohitajika ili kuhakikisha kuwa haki inaendelea bila kucheleweshwa. Maendeleo ya kesi hiyo yanatarajiwa kuendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa kisiasa, kisheria na kijamii, huku suala la uwazi na ufanisi katika utoaji wa haki likiendelea kuwa ajenda muhimu katika mjadala wa kitaifa.